Andika somo letu linaitwa mdhamini na misingi ya udhamini kiagano. Mdhamini na misingi ya udhamini kiagano. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 122. Biblia inasema, uwe mdhamini wa mtumishi wako apate mema, wenye kiburi wasinionee. Twende kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 22. Waebrania 7 mstari wa 22. Kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 22. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Twende Yeremia sura ya 17. Yeremia sura ya 17. Yeremia sura ya 17 ule mstari wa 7 na wa 8. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hutaona hofu wakati wa hari ajapo, hutaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Inua mikono yako juu. Mfalme Mungu mwema, umesema amebarikiwa mtu yule ambaye anakutumainia wewe, ambaye amejiweka chini ya udhamini wako. Bwana, siku ya leo uachilie baraka. Tumekuja mbele zako siku ya leo, naomba baraka yako Mungu ikaonekane, uweza wako na nguvu zako zikawe dhahiri, ukamguse mtumishi wako ambaye amejiweka chini ya agano lako. Mtendee mema na mema akayaone. Wote tuseme amen. Mpe Bwana makofi ya heshima. Mdhamini ni mtu anayesimama badala ya. Kwa Biblia hapa imesema Yesu Kristo amekuwa mdhamini. Maana yake anasimama badala yetu mbele za Mungu. Kwa sababu Yesu anasimama mbele za Mungu kwa ajili yetu, Biblia inasema Waebrania 7:22, yeye ni mdhamini wetu. Na kwa sababu Yesu ni mdhamini wetu, kuna misingi ya udhamini huo ambayo wewe na mimi inabidi tujifunze ili tuweze kuwa chini ya agano la udhamini. Msingi wa kwanza, andika. Msingi wa kwanza, ishindanie imani uliyopokea katika Kristo Yesu. Ishindanie imani uliyoipokea katika Kristo Yesu ili awe mdhamini wako katika mfumo wako wa maisha ya kiroho na kimwili. Ishindanie imani. Waraka wa kwanza wa Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 3
Inaitwa waraka wa Yuda kwa watu wote, sura ya 1 mstari wa 3. Kitabu cha waraka wa Yuda au Yuda waraka, sura ya 1 ni moja hiyo hiyo mstari wa 3. Anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari za uokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili waonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao mtukana yeye aliye pekee Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Kuishindania imani ni nini? Andika. Kuishindania imani ni nini? Kuishindania imani maana yake ni tendo la kujitenga kwa makusudi dhidi ya maisha ya uovu. Ni tendo la kujitenga kwa makusudi dhidi ya maisha ya dhambi. Unajitenga kwa makusudi. Biblia inasema wenye dhambi watakapokushawishi wewe usikubali. Kitabu cha Mithali sura ya 1 ule mstari wa 10 anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, wakisema haya, njoo pamoja nasi tumvizie ili tumwage damu, tumuotee asiye na hatia bila sababu, wewe usikubali. Kwa kuishindania imani, andika, maana yake ni kutokubaliana na maisha ya uovu. Kuishindania imani maana yake ni kutokubaliana na maisha ya uovu. Mkristo uliyemfuata Kristo ni lazima uishi chini ya udhamini kiagano. Maana yake umfate uliyemfuata. Ndani ya Yesu Kristo maandiko yanathibitisha kuna maisha. Ndani ya Yesu Kristo maandiko yanathibitisha kuna maisha. Andika Matendo ya Mitume 17. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda. Kwa hiyo katika agano la udhamini ndani ya Yesu Kristo kuna aina ya maisha. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 24 mpaka ule mstari wa 26. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuweka nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka na makazi. Mstari wa 27, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. 28, kwa maana ndani yake yeye tunaishi. Ndani yake yeye tunaishi. Ndani yake yeye tunaishi. Narudia tena, ndani yake yeye tunaishi. Ndani yake yeye tunakwenda. Ndani yake yeye uhai wetu umefichwa ndani yake. Sema amen. Kwa ndani ya udhamini wa Yesu Kristo kuna aina ya maisha. Andika namna hiyo. Ndani yake tunaishi ni aina ya maisha. Ndani yake tunakwenda ni aina ya maisha. Ndani yake
kuna uhai wetu ni aina ya maisha. Kwa hiyo kwa sababu ndani ya Yesu kuna aina ya maisha, hayo maisha yanaitwaje? Ndani ya Yesu Kristo kuna aina ya maisha, hayo maisha yanaitwaje? Maisha yaliyomo ndani ya Yesu yanaitwa utakatifu. Yanaitwa utakatifu. Utakatifu ni aina ya maisha na uovu ni aina ya maisha. Andika, utakatifu ni aina ya maisha na uovu ni aina ya maisha. Kitabu cha Waebrania 12:14. Kitabu cha Waebrania 12:14 anasema, kuweni watakatifu kama mdhamini wenu Yesu Kristo alivyo mtakatifu. Hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Fungua Waebrania 12:14. Waebrania 12:14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kwa baba mama, utakatifu natafutwa. We kijana, we binti uliyoko hapa, utakatifu natafutwa. Kuokoka ukakaa kanisani bila kutafuta utakatifu, huwezi kuwa mtakatifu. Utakatifu ni mfumo wa maisha ambao unatafutwa. Kwa ni lazima uweke juhudi. Ndio maana Biblia inasema tafuteni kuwa na amani, tafuteni kuwa watakatifu. Kwa hiyo watakatifu walioko duniani, Biblia inasema hao ndio walio bora. Kuna watu wengine wanaamini duniani hakuna mtakatifu. Biblia inasema watakatifu duniani wapo. Zaburi 16 mstari wa 3. Kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 3. Nafundisha maisha chini ya agano la udhamini. Yesu hawezi kuwa mdhamini wako kama ukai kwenye misingi yake. Zaburi ya 16 mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani, watakatifu waliopo Tanzania, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio naopendezwa nao. Kwa kama uliwahi kusikia watu wanakuambia hakuna mtakatifu duniani, ni stories za Abunuasi. Kwa kila aliyezaliwa na Mungu, kila aliyekubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lazima atafute kuishi maisha matakatifu. Dhambi zote unazoziona ziko duniani na unaweza kuzishinda kwa msaada wa mdhamini Yesu Kristo. Kwa utakatifu ni mfumo wa maisha wa kujitenga na dhambi. Andika, utakatifu ni mfumo wa maisha. Nafanya hivyo kwa makusudi. Kuna watu mnaishi orera, mmetulia hapo, utafikiri mnaenda mbinguni, wengi hamwendi. Ulivyotulia hivi na mtaani unatakiwa ukae hivi hivi, maneno machache, maombi sana. Lakini kama mtaani unauchonga sana, ndivyo ulivyo. Utakatifu ni mfumo wa maisha wa kujitenga na dhambi na kufata misingi ya mdhamini wetu Yesu Kristo. Kwa Biblia inasema, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7, hatukuitwa kwa ajili ya maovu, tumeitwa kwa ajili ya utakatifu. Kwa kama maisha yako umeyatengeneza yamebeba maovu, sio wito ulioitiwa. Kuna kwenye uovu mdhamini wako ni Shetani, kwenye haki mdhamini wako ni Mungu. Kwa hiyo uwe tayari kusimama katika imani
katika msingi huu wa utakatifu. Bwana asifiwe sana. Kuishindania imani, nimesema ni kuishi maisha matakatifu. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Biblia inasema kila litajaye jina la Bwana aache uovu. Kwa wale ndugu zangu wakina Bwana asifiwe, tunapenda sana Bwana asifiwe sana, tunapenda kutamka shalom shalom. Nataka nikwambie, kila litajaye shalom, kila tajaye jina la Bwana, Biblia inasema aache uovu. Sema amina kwa lazima hapo. Lakini kama unasalimia Bwana asifiwe, dakika 2 mdomo wako huo unatukana, mbingu huwezi kuiona. Biblia inasema aliyekuambia usiibe ndiye aliyekuambia usizini, na aliyekuambia usizini ndiye aliyekuambia usiseme uongo, na aliyekuambia usiseme uongo ndiye aliyekuambia usigombane, na aliyekuambia usigombane ndiye aliyekuambia uwe mtakatifu. Kwa kanisa ni mfumo ambao Yesu Kristo ameufia msalabani. Hakufia majangili, amefia watu wabadilishwe, wawe transformed kutoka kwenye uovu kwenda kwenye utakatifu. Kwa ni lazima anayetaka Yesu awe mdhamini wake awe mtakatifu. Ezekieli 18 mstari wa 20. Roho itendayo dhambi ndiye itakayokufa. Baba hata uchukua uovu wa mwanae, wala mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Haki ya mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Bwana anauliza, je, mimi nafurahia kufa kwake mtu muovu? Anasema rahasha, mtu muovu na gairi. Kwa jioni ya leo natoa wito, kama maisha yako ni kachumbari, leo gairi, njoo msalabani. Yesu anaokoa. Pokea maisha ya utakatifu. Anayetaka utakatifu aseme amina kwa jina la Yesu. Hizi injili za kudanganyana, njoo pokee viatu, njoo pokee hela. Kanisani huwa hakuna hela wala hakuna viatu. Kanisani kuna utakatifu. Pokea utakatifu, Mungu akupe vyote ndani ya vyote. Kwa watu wengi wanakwenda kumtafuta Mungu kwa ajili alivyobeba Mungu, sio kwa ajili ya kubadilishwa. Ibada ya leo Mungu anataka ubadilike. Ibada ya leo Mungu anataka ubadilike. Kila litajaye jina la Yesu aache nini? Uovu. Kwa hiyo ni sharti la kwanza la udhamini. Kwa kama unasema Baba yetu uliye mbinguni, kawa baba yako lini? Yohana 1:12. Yohana 1:12. Biblia inasema wote waliompokea wamefanyika kuwa wana, ndio wale waliaminio jina lake Yesu. Bwana asifiwe. Kwa kama umeamua kuamini, ishi maisha matakatifu. Ishi maisha matakatifu. Ishi maisha matakatifu. Twende Zaburi ya 50. Twende Zaburi ya 50. Twende Zaburi ya 50. Twende Zaburi ya 50. Fungua kitabu cha Zaburi ya 50. Mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 22. Bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomuona mwizi ulikuwa radhi naye, ukashirikiana na wazinzi. Kwa hapa mstari wa 18, ulipomuona mwizi ulikuwa na radhi naye, ukashirikiana na wazinzi. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya, na ulimi wako unatunga ila. Umekaa na kumsengenya ndugu yako, mwana wa mama yako umemsingizia.
ndivyo alivyofanya, nami nikanyamaza. Ukadhani kuwa mimi ni kama wewe, walakini nitakukemea. Nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Fahamuni hayo nyinyi mnaomsahau Mungu, nisije nikawarueni, asipatikane mwenye kuwaponya. Wangapi hapa wanashirikiana wazinzi? Wengi tu. Kushirikiana na wazinzi ndiyo maisha watu wanayoishi ya uzinzi. Kushirikiana na wezi, wako radhi ukaa na wezi. Ndiyo maisha watu wanayoishi hayo. Watu wengi ni wasengenyaji, wanasengenya, wanasema uongo. Watu wengi sio wa kweli kwenye kazi zao au kazi za walikoajiriwa huko. Lakini unataka Mungu akudhamini kazini, lakini ukifika kazini unategea. Unataka Mungu akudhamini kwenye maisha yako, lakini una mabibi watatu, una mabwana 7. Mwanamke mmoja alikwenda kwa Yesu ana wanaume 5. Yesu akagundua huyu mama ni chakaramu. Akaambia nenda kaite mmeo. Akaambia sina. Akaambia umejibu vizuri, hata huyu naye sio wa kwako. Mkristo, mimi ninachokitaka kwako na Mungu anachokitaka kwako. Anasema wewe unajisahau. Unafikiria Mungu ni kama wewe. Mungu sio kama wewe, wala sio kama mimi. Kwa leo Bwana ameniambia msingi huu wa utakatifu umepuuzwa sana ndani ya kanisa. Watu wanapenda injili za pokea. Hapana. Leo ni siku ya toba kwako. Tengeneza na Mungu, Mungu arudi kwako. Ukimpiga perfume bata, habadiliki kuwa kuku, anaendelea kuwa bata tu. Lazima baada ya muda aende kwenye matope. Kwa ni kosa kubwa sana kujihesabia haki wakati una haki. Penda haki, chukia uovu. Nasema penda haki, chukia uovu. Penda haki, chukia uovu. Penda haki, chukia uovu. Waebrania 7:12-19. Shika imani, dumu katika imani. Msingi wa pili. Andika msingi wa pili. Ili Bwana awe mdhamini wako kiagano, usiweke tena maisha yako kwenye udhamini wa miungu. Usiweke tena maisha yako kwenye udhamini wa miungu kama vile mizimu ama majini. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8. Fungua Waebrania 6. Fungua Waebrania 6. Waebrania 6 mstari wa 1 hadi wa 8. Tasoma kwa uchache. Anasema mstari wa 1, kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikie utimilifu. Tusiweke msingi tena kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai na kwa kuwa na imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa chini ya udhamini wa Yesu Kristo, hatupaswi tena kujiungamanisha na kujishikamanisha na miungu. Hatupaswi tena kujishikamanisha na kujiungamanisha na miungu. Wewe uliyeamini umeingia kwenye agano jipya, na mdhamini wa agano lako sio mzimu, sio jini, ni Yesu mwenyewe. Kwa ni marufuku kwa Mkristo kwenda kwa mizimu, kwenda kwa majini. Sisi hivyo sio vitu vyetu. Tunayemdhamini ni Mungu aliye hai.
Maandiko yanasema Walawi 17:7, wewe ambaye huko chini ya agano la udhamini, usitoe tena sadaka zako kwa majini. Usitoe sadaka, manako usifanye ibada kwa majini. Kuna watu wanayapa sadaka. Mizimu kuna watu wanaipa sadaka. Waache wao waipe, wewe mpelekee Mungu wako sadaka ambaye ndiye mdhamini wako. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Hiyo ni Walawi 17:7. Walawi 19, andika kitabu cha Walawi sura ya 19 ule mstari, Walawi 19 ule mstari wa 31. Biblia inasema msiwaendee waganga, msiwaendee wapiga ramli, msiwaendee wasoma nyota, msiwaendee wabashiri, msiwaendee washihiri, msiwaendee wauza irizi, msiwaendee wauza mitishamba kwenda kutabiriwa. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani, haishi kwa utabiri. Kuna watu wananipigia simu akishaniona kwenye TV, mchungaji, naomba nitabirie maisha yangu. Kaambia sina cha kutabiri, ile ninachojua Yesu anaokoa. Mpokee Yesu, kwa sababu Yesu akiwa mdhamini wako huhitaji kusomwa nyota na wasoma nyota. Andika hivyo. Yesu akiwa mdhamini wako huhitaji kusoma nyota na wasoma nyota, kwamba naomba uniangalizie kesho itakuwaje. Kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Waache wao wanaotaka waelewe kesho yao ikoje, waache waende. Leo tumezalisha watumishi waongo waliozukazuka. Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 1 hadi wa 11 anasema, kizuka nabii au mwotaji wa ndoto akakutolea ishara na ishara ikatukia kama alivyosema, atakapokuambia njoo tumfuate mungu mwingine usiyemjua, kataa. Kwa kiniambia mimi nimevaa shati nyeusi ndani, inanisaidia nini? Au kiniambia tarehe niliyozaliwa, inanisaidia? Naijua, sihitaji utabiri. Lakini leo tunaondoa Kristo. Wakristo wengi wanaondoka kwenye imani, sasa wapo kwenye utabiri. Bwana anasema msiwaendee. Kitabu cha Walawi sura 20, wewe andika, tutaelewana baadaye kidogo. Mstari wa 6 hadi wa 8 anasema msiwaendee wenye pepo. Wale waganga wanaopandisha mapepo, wale akina Kalimanzila achana nao, akina Mandondo achana nao. Huu ni wakati wa kumwendea Mungu. Kama una jambo lako lazima uende kwa Mungu. Hatuendi kuuliza kwa wafu, hatuendi kuuliza kwa mizimu, hatuendi kuuliza kwa majini, tunamuuliza Bwana. Kama unaelewa sema amina kwa jina la Yesu. Usiwaende. Biblia inasema msifungiwe nila na wasioamini. Msifungiwe nila na wasioamini. Sema amina wewe. Wakorintho wa pili 6:14-18. Kuna watu mmejifungamanisha na watu wasioamini. Biblia inasema usifungiwe nila na wasioamini. Hebu fungua Korintho tusome kidogo, wa pili sura ya 6. Nikuchambulie kidogo hapo. Ule mstari wa 14. Biblia inasema msifungiwe nila pamoja nao wasioamini, isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Berehari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini?
tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu chochote kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mungu Mwenyezi. Sema amen. Kwa ukitaka Mungu akudhamini, hawe mdhamini wako, sawa sawa na Zaburi 119 mstari wa 122. Bwana anasema lazima ujitenge kwa maksudi. Kwa hiyo anasema msifungwe nila. Andika, nila ni kifungo afungwacho mtu na yeye aliyemfunga. Nila ni kifungo afungwacho mtu na yeye aliyemfunga. Kwa Yesu anasema mimi nila yangu ni laini. Maana yake Yesu Kristo ametufunga kifungo ndani ya agano lake la udhamini, tuishi na yeye. Akienda tunakwenda, akilala tunalala, akitembea tunatembea naye. Narudia tena, nila ni kifungo. Katika ulimwengu wa roho kuna aina mbili za nila. Kuna nila ya kimungu na kuna nila ya kishetani. Kama umefungwa nila ya kimungu, utafanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu alipo ndipo na wewe utakuwepo. Ndio maana Biblia inasema walipoangalia kina Petro na Yohana, wakawapima kwenye elimu, wakaona hawana elimu, lakini wakatambua hawako peke yao, wako pamoja na Yesu. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 4. Yesu alikuwa wapi? Kwa Yesu Kristo, yeye nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Kwa hiyo hapa anaposema msifungiwe nila na wasioamini, isivyo sawa sawa. Maana yake kwenye mfumo wako wa maisha utakutana na watu wanaoabudu vitu vingine, wewe usiabudu. Utakutana na watu wanaovaa hirizi, wewe usivae. Ezekieli 13:20, Bwana anasema mimi Mungu niko kinyume na hirizi. Wangapi hapa wanavaa hirizi? Wengi tu. Kwa kwenye utaenda kwenye biashara kuna watu wana hirizi. Utaenda shuleni unakutana na mtu anaoga na hirizi yake. Iangalie kwa mbali, wala usigombane naye. Kila mtu ana mdhamini wake. Wewe mdhamini wako anakaa moyoni, yeye mdhamini wako anakaa kwenye kiuno, kwenye hirizi. Lakini Ezekieli 13:20, Bwana anasema mimi Mungu niko kinyume na hirizi zenu. Kwa hiyo yeyote anayevaa hirizi, Mungu wa mbingu na nchi yuko kinyume naye. Iwe ni ya simba, iwe ni ya chui, iwe ni ya paka, Mungu yuko kinyume na wewe. Vua hirizi leo, okoka. Matendo ya Mitume 19:19, wale waliovaa hirizi, waliotumia vitu vya uganga. Nimesema Matendo ya Mitume 19:19. Wale wavaa hirizi, wale waliotumia hirizi, wale waliovaa hirizi, wakaleta hirizi zikachomwa moto. Kuna wewe baba, kama una hirizi yako ilete. Wewe kijana una hirizi yako, leta ichomwe moto. Lakini ukiendelea na mtindo, kanisani upo na kwa shetani upo, wafa. Mungu haziakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kuna wezo kazaa mtoto wakamwambia, Bwana tunaomba tumfunge mavi ya temba asije akashikwa na degedege. Kwetu hakuna degedege, kwetu kuna uzima uzima. Tunapozaa watoto tunawaleta mbele za Bwana na wapati degedege. Degedege ni pepo kama mapepo mengine. Tunalibandua kwa jina la Yesu na maisha yanaendelea. Lakini nenda kaangalie watoto mitaani, wamefungwa shingo hirizi nzito nzito kuliko umri wao. Lakini nataka nikutie moyo Mkristo kwamba Yesu tuliyempata kama mdhamini,
Yeye ni mlinzi anayelinda, usivae hirizi wala usifungwe kitu chochote cha kiulinzi. Ni kwa Kristo, kwa makanisa Kristo haya. Sasa hivi kumezuka, unakuta Mkristo amefungwa mkono umefungwa uzi mwekundu. Kuna watu mnapewa bangili za kuvaa kanisani, mnapewa uzi. Andiko liko wapi la kufunga uzi mtu? Yohana 17. Yesu anasema, Mungu, watu ulionipa sikuwafunga uzi, niliwalinda kwa jina lako. Kwa Mkristo unayefunga uzi kwenye mkono, nani kakuroga? Kweli umerogwa kiwango kikubwa namna hii mpaka umechizika. Twende Yohana 17. Tunavaa nini sisi? Naongea na Wakristo. Yohana 17, acha kuvaa hirizi za kanisani. Twende Yohana 17. Angalia maombi ya Yesu anasemaje. Kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 12. Anasema, jina lako nimewazirishia, sema amina, wale watu ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako kanipa mimi, na neno lako wamelishika, sema amina. Sasa wamejua ya kwamba yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, na wao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mimi nawaombea, siombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba, kwa jina lako ulionipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwa pamoja nao, naliwalinda kwa jina lako ulionipa, nikawatunza. Kwa baba, mama, rafiki yangu, sisi hatulindwi na uzi, sisi hatulindwi na hirizi, sisi hatulindwi na majini wala mzimu wa babu wala bibi. Tunalindwa na nguvu za Mungu zisizo za kawaida. Inua mikono yako juu, sema Yesu, leo nakataa kila ulinzi shirikishi wa mizimu na majini. We mzimu, we jini, kuanzia leo mahusiano na wewe basi kwa jina la Yesu najiweka chini ya agano la udhamini wa damu yake. Makofi ya shangwe. Kuna watu wamedanganywa, wengine ni katika imani zao wamedanganywa tu, kwamba ukiwa na jini litakusaidia, kwenye jini la bahati, sijini la nini, na wengine mmeolewa mpaka na majini. Na leo lazima tuyapige majini yaliyooa wadada. Kama unalala unaona bwana jini, mtu anakujiajia usiku umelala na kupapasa papasa, leo tunampapasa mchana peupe. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Lakini lazima ukatae. Kuna wazazi walizaa watoto wakawaweka chini ya agano la udhamini wa mizimu. Ukiweka mikono tu, mzimu unasema mke wangu, dada hajaolewa. Kwa ibada hii inakufundisha namna ya kuweza kukataa. Kwa usifurahie kulala na majini, usifurahie kudhalilishwa katika ndoto. Kwa leo tunakwenda kumwambia Baba aingilie kati. Wakulao lazima waliwe.
umetolewa sadaka, umejitoa sadaka mwenyewe. Leo ni leo. Tutawafurumusha hao majini yanayooa, yanavaa mili ya binadamu, yanaoa. Twende msingi wa 3. Naenda spidi kidogo. Kabidhi kila ukifanyacho. Kabidhi kila ukifanyacho, kiuchumi ama kihuduma, chini ya agano la udhamini, ili mdhamini akudhamini. Kitabu cha Mithali 16 mstari wa 3. Biblia inasema mkabidhi Bwana kazi zako. Kumbe kuna kazi. Kazi gani? Kumbe kuna kazi. Kazi gani? Twende Mithali 16 mstari wa 3. Kitabu cha Mithali 16 mstari wa 3. Mstari wa 3, 16 Mithali. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Ukisha kuwa chini ya agano la udhamini, usifanye kazi ya huduma, usifanye kazi ya biashara, usifanye kazi yoyote bila kwanza kuikabidhi kwa mdhamini. Mchungaji, nakabidhije? Tunakabidhije tufanyacho? Kuna njia mbili za kukabidhi. Andika. Njia ya kwanza ni njia ya maombi. Kazi yako ni lazima iombewe, ikabidhishwe maombi ya kukabidhi kazi. Tunasema ni maombi ya kuweka wakfu. Hata kama unajua kulima, usianze kulima. Hata kama unajua kufuga, usianze kufuga. Hata kama unajua kufanya biashara, usianze kufanya biashara. Anza kudedicate, anza kukabidhi. Kosa kubwa, ujuaji. Unapokabidhi kwa Mungu, maana yako unamwambia Mungu karibu. Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni. Kwenye mlango wa nini? Wa biashara. Kwenye mlango wa nini? Wa huduma. Kwenye mlango wa nini? Wa kazi. Kwenye mlango wa nini? Kwenye mlango wa nini? Wa shamba. Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Yeye atakaye nifungulia mlango, nitaingia kwake, nitakula naye, nitakunywa naye. Kwa Yesu anasubiri wewe ukabidhi. Ni mfanya biashara, kabidhi kazi, kwamba kazi hii inaenda kuifanya sehemu fulani. Kwa unapokabidhi kazi, unakabidhi kazi unayokwenda kuifanya kabla ya kuifanya. Niliwaeleza, si kila anayefanya kazi, si kila anayefanya biashara anapata faida. Sio kila anayefanya kazi anapata faida. Sikufundishi ulali na kufundisha uelewe. Andika, sio kila anayefanya kazi anapata faida. Kuna waenda bure warudi bure. Kitabu cha Ufunuo 18:11. Anasema nao wafanya biashara wanaomboleza. Wafanya biashara wanaomboleza, wanalia, hakuna mtu anayenunua bidhaa zao, hawana mdhamini. Kitabu cha Maombolezo 2:19. Bwana anasema inuka ulalamike mwanzo wa makesha. Unaamka mapema kabla kujacha, unaombea soko. Kwa nimeeleza, narudia tena, soko ni kitu cha kiroho kabla ya kuwa cha kimwili. Mfumo wa kununua na kuuza upo kabla ya bidhaa kwenda sokoni. Mfumo wa kuuza na kununua upo. Kwa ukitaka ufanikiwe, ukitaka Bwana mdhamini wako, ni lazima ukabidhi mfumo wako wa kazi. Kwa hiyo hapa tunakuja kupata shida. Mtu anakuja analalamika, mchungaji, mimi mambo yangu hayaendi, napata hasara kazini. Unamuuliza, ulikabidhi kazi? Kitendo cha kumpa Mungu nafasi ya kwanza
kwenye maisha yako ya kazi, kwenye maisha yako ya biashara, kwenye maisha yako ya kiofisi, Mungu anaona umemheshimu naye atakuheshimu. Mithali 8:17, na wapenda wale wanipendao, na waheshimu wanaoniheshimu, wanaonidharau nitawahesabu kuwa sio kitu. Kwa shida iliyopo, bahati mbaya ni kama vile uelewi. Unaweza ukafikiria Mungu kama anasema mimi ni baba, anataka kuona nini? Respect yako. Lakini watu wengi tunakwenda, tukishapigwa shoti za umeme huko ndo tunarudi, tunaanza kumtafuta Mungu kwa machozi. Kwa njia ya kwanza ni kwa maombi. Ombea soko, ombea soko, ombea mfumo wa kuuza na kununua, ombea kazi yako unayokwenda kufanya, Mungu awe pamoja na wewe. Na njia ya pili ni njia ya sadaka. Itolee kazi yako sadaka ya udhamini kwenye lango la siku, kwenye lango la siku, kwenye lango la siku. Kuna andiko nimeliweka hapo, Zaburi ya 65 mstari wa 8 hadi wa 13. Anasema, kwa hiyo wakaa mbali kabisa, uogopa ishara zako, milango ya asubuhi na jioni waifurahisha. Asubuhi ni mlango, andika, na jioni ni mlango, andika. Fungua mlango wa asubuhi, usiwe mjeuri. Amka kabla ya kujacha, fungua mlango. Haya mambo ya kulala unaamshwa na alarm ya simu ni hatari sana. Weka ratiba kwenye maisha yako ya kuamka asubuhi na mapema, kabla kuja pambazuka. Saa 8, saa 9 lazima upige maombi hapo. Kabla ya swara ulishaliamsha. Mapambazuko ni saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, mwisho saa 10. Saa 6 sio saa ya kuchati, ni saa ya maombi. Lakini wengi saa 6 usiku mko online, unaangalia vyura, paka, nyau na kadhalika. Saa 6 usiku saa ya maombi, saa 7 saa ya maombi, saa 8 saa ya maombi, saa 9 saa ya maombi. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16. Paulo na Sila usiku wa manane wakaamka kuomba, lango limefungwa, wakalifungua. Na wewe kama unataka kuifungua Tanzania, kuifungua Dar es Salaam, kufungua soko lako, lazima uamke usiku wa manane, uliamshe hiyo rara, mwambie Baba naenda kufanya biashara, nenda pamoja na mimi. Lakini angalia, unaamka saa 12 unajipukutisha namna hii, Baba nafunga ajali na nini, kama mganga fulani hivi. Watu tumeua kitu cha maombi. Bwana anasema milango ya asubuhi lazima ifunguliwe, milango ya jioni lazima ifunguliwe. Matendo ya Mitume sura ya 3, Petro na Yohana walikwenda kusali saa 9, saa ya kusali. Kwa asubuhi ni lango la muda, usiku wa manane ni lango la muda. Katika kila lango kuna fursa zako. Isaya 60:11 anasema, na malango yako yawe wazi. Uenda kufungua malango ya nyumba, Bwana anasema malango yako yawe wazi. Maana yake anataja lango la usiku wa manane, anataja lango la asubuhi, anataja lango la jioni. Lakini wengine unaenda kuweka mkono kwenye mlango wa duka. Baba ulisema malango yetu yawe wazi, nami nalifungua lango hili. Kumbe Mungu alikuwa anakuambia lango la asubuhi, lango la usiku wa manane na lango la jioni kiroho. Narudia kwa msisitizo, usiku wa manane ni lango, andika. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16 kasome mpaka 28. Paulo na Sila walifungiwa, wakafungua mlango usiku wa manane. Asubuhi ni lango. Maombolezo 2:19, kabla ya kujacha, kabla ya kujafika saa 11, 12 umeshaliamsha, ni lango. Jioni ni lango. Matendo ya Mitume sura ya 3, Yohana na Petro wanakwenda hekaluni saa 9, saa ya kusali. Kwa Wayahudi walikuwa na malango matatu. Kwa Yesu maisha yake alisali malango matatu.
kama Myahudi malango yao ni matatu. Lango la kwanza usiku wa manane, lango la pili la asubuhi, na lango la tatu la jioni. Ndio maana ukisoma Danieli 6:10 alipiga magoti mara 3 kwa kutwa. Alikuwa anafungua malango matatu kwa siku. Kwa Mkristo lazima uwe na ibada. Usije ukaona watu wanasali swala 5 ukafikiri kwamba wameamua, ni malango kwao. Kwa wewe unataka Mungu akufanikishe, lango lako la asubuhi linasemaje? Kwa lazima asubuhi yako iongee, usiku wa manane uongee, na jioni yako iongee. Lakini kama jioni yake imefungwa, maana yake una asubuhi. Kama asubuhi yake imefungwa, maana yake una jioni. Na jioni yake ikifungwa, maana yake una usiku wa manane. Kwa Bwana ameweka nyakati, na ndani ya hizo nyakati anawekeza vitu kwa faida yako. Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 12, Yesu anafungua rango usiku wa manane. Akakesha usiku kucha akimuomba Mungu. Anashuka kwenda kuchagua wale wanafunzi. Kwa kama Yesu alikesha anaomba, uona kesho unafanya nini? Kwa njia ya pili ni kukabidhi namna hiyo. Unapokabidhi kazi yako kwa maombi na kwa sadaka, maana yake unaiweka chini ya agano la udhamini, na ikiwa chini ya agano la udhamini, Mungu anafanikisha agano lake, akufanikishi wewe. Kuna watu mnaomba Mungu awafanikishe. Mungu hajawahi kufanikisha mtu. Mungu anafanikisha agano lake. Kumbukumbu la Torati 8:17-18. Mungu analiangalia agano. Ukipoteza agano la udhamini, umepoteza kesho yako. Andika. Ukipoteza agano la udhamini leo, umepoteza kesho yako. Kwa sababu Mungu siku zote analiangalia agano, makubaliano. Kwa kama una makubaliano na Mungu, wewe si wa Mungu. Unaweza ukawa na makubaliano na kanisa, una makubaliano na mchungaji. Mimi naongelea makubaliano yako wewe na Mungu. Kwa ni lazima ukabidhi. Kumbukumbu la Torati 8:17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowaapia baba zako kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa agano la kutufanikisha, andika, liko chini ya udhamini wa damu ya Yesu Kristo. Agano la kutufanikisha, kutuondoa kwenye mahangaiko, kutuondoa kwenye shida na taabu, liko chini ya udhamini wa Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Yesu anafanyika sadaka msalabani ili kutuingiza sisi kwenye agano, na ndani ya agano hili kuna kitu kinaitwa utajiri. Utajiri, andika, upo kiroho kabla ya kuwepo kimwili. Utajiri ni kitu cha kiroho. Utajiri ni kitu cha kiroho. Kwa utajiri ni mfumo wa kiroho ambao nyuma yake kuna agano la udhamini. Mungu anakupa uwezo wa kuwa tajiri. Mungu hakupi utajiri. Kuna watu wanaomba wewe matajiri, huwezi kuwa tajiri kwa kuomba. Bwana anasema mimi nakupa nguvu. Kwa badala ya kuomba nguvu, unaomba kuwa tajiri, unaomba hela usiku kucha. Waebrania 11:11. Hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Hakupokea mimba, alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Kwa ukitaka kuwa tajiri, kwanza omba uwezo wa kuwa tajiri. Maana Wakristo hata ukimwambia nyanyua kikapu hapa ni kuombea hela, na nyanyua tu. Tuna imani iliyopitiliza pia. Niliwahi kwenda kanisa fulani nikashangaa. Kaona mchungaji anagawa hela, sadaka ya mbegu, hela ya mbegu, hela ya mbegu.
Anawapa waumini 500 eti waende wakachanganye kwenye hela zao. Kisha ona hiyo kitu ya namna hiyo ni uchawi mamboleo. Mfumo ya Mungu vodo unafirisika. Kanisani huwezi ukapewa hela kwenda kuchanganya kwenye hela zako. Hakuna kitu kama hicho. Huo ni wizard. Sasa bahati mbaya nyinyi kila msalaba mnaamini ni msalaba. Misalaba ni mitatu. Kuna msalaba wa Bwana Yesu, kuna msalaba wa mwizi, na kuna msalaba wa mnyang'anyi. Yote inaitwa misalaba. Unapofuata msalaba wa mwizi utaibiwa. Unapofuata msalaba wa mnyang'anyi utanyang'anywa. Na ukiufuata msalaba wa Yesu kuna neema ya kuokoa. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa wewe ukienda kwenye ibada yoyote, iitwe si ibada nani, fire si moto, wewe achana nayo. Maadamu wanakugawia hela kanisani, uende ukachanganya na za kwako, wafa. Unapigwa password kwa sababu umekula vyao, unakuwa wao. Hesabu 25 mstari wa 1 hadi wa 9, waliandaa chakula, wakawapa chakula, wakapoteza udhamini wao. Hesabu 25:1-9. Watu wa Moabu walipotaka kuwanyang'anya wana wa Israeli walichonacho, waliwaandalia sherehe. Na Wakristo niwaambie mchana peupe, hizi nyama mnazogawiwa na wanaogawa nyama, we kula wafa. Narudia tena, kula wafa. Wamemchinjia Mungu wao. Zinakuhusu nini kama sio uroho? Lakini mnapanga foreni, wengine mpaka mnabadilisha na mavazi ili mpate nyama nyingi. Unapokula sadaka ya Mungu asiyekuhusu, maana yake umekubali kukaa chini ya agano la udhamini wa Mungu huyo. Watakupataje ujara nyama siku nyingi? Hesabu 25:1-9 kasome. Kwa naongea na nyinyi mliorogwa rogwa. Nakwambia kwa upendo njoo ule nyama, kwa upendo njoo ule nyama. Za nini? Kitu chochote kinachoitwa sadaka kimetolewa kwa Mungu ambaye sio Mungu wako. Never to eat. Usile hata kama unataka kufa. Nenda kale miogo karale. Kwa juu, na mikono yako juu. Sema yes. Kila agano walioniingiza kupitia sadaka za vyakula na vinywaji, wakaniondoa kwako Yesu, leo na vitapika na maagano yao, leo na yatapika kwa damu ya Yesu. Amen. Narudia Kiswahili kizuri. Nenda uendako, iwe ni kijijini kwenu, umekuta wazee wamechinja mbuzi wao, wamekwenda kwenye shughuli zao za matambiko, au ng'ombe, nyama iliyobaki ile, wao kwanza mizimu inatakaga damu, haili nyama. Hiyo nyama usile, haikuhusu. Bahati mbaya wengi kwa sababu hatujara pilau siku nyingi, ukifika hapo mwanangu unasema nabatilisha kwa jina la Yesu. Kama kuna manuizo, si uliona wananuiza? Kama kuna manuizo, umeshaambiwa hii ni sadaka. Hiyo ni kugeuza jiwe kuwa nini? Mkate. Ni jiwe unaliona, unataka kujifanya kwamba yani wewe una maombi ya kugeuza cha shetani kiwe cha Mungu kweli? Kwamba baba anabatilisha na uwa kila kitu manuizo nini na nini. Wewe mpendwa, Injili ya Luka sura ya 4, angalia pale. Yesu akiwa na njaa, mjaribu akaleta chakula. Yesu alikula kweli? Njaa nayo kabisa ya siku 40. Anaambiwa mzee, si una njaa? Geuza hili jiwe liwe mkate. Akaambia tulia. Mtu aishi kwa nini? Mtu aishi kwa nini? Mtu aishi kwa nyama. Tusipoteze ujasiri wetu. Kwa habari ya imani hakuna urafiki. Kwa habari ya imani hakuna urafiki. Kwa habari ya imani nasema hakuna urafiki. Usile vitu ovyo ovyo. Wao wazee wametambika pale, unakula nyama yao, utaharibikiwa. Mama mmoja toka Singida alikuja hapa nimuombe, alikula nyama hizi.
toka Singida Ilongero. Wamemtafuta wajampata, wakampata kwenye nyama. Hawakumroga, walimletea nyama. Na mama ajara nyama siku nyingi, akara nyama akawa nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakupataje? Zingatia kuweka wakfu kazi zako za mikono ili zipate ustawisho wa kiroho. Kumbukumbu la Torati 28:1-12. Mungu atabariki kazi zako za mikono. Twende ya mwisho, msingi wa 4. Ili Bwana Mungu haya mdhamini wako, lazima uwe mwaminifu kutoa zaka kwa mdhamini wako kiagano. Lazima uwe mwaminifu kutoa zaka kwa mdhamini wako kiagano. Msisitizo hapa ni uaminifu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 hadi 20, tunamuona Ibrahim baba yetu wa imani anatoa zaka. Biblia inasema Ibrahim alipotoka kumpiga Kedorlaoma akatoa zaka, sehemu ya 10 ya vitu vyote alivyovipata. Zaka ni nini? Andika. Zaka ni sehemu ya 10 ya mapato upatayo toka kwa Mungu. Zaka ni sehemu ya 10 ya mapato upatayo toka kwa Mungu. Hiyo sehemu ya 10 ni sehemu takatifu, ni ya Mungu. Mungu anapokupa chochote, ndani ya chochote alichokupa kuna kitu chake kinaitwa zaka. Sehemu ya 10 ya hicho kitu ni takatifu kwa Mungu. Mambo ya Walawi 27:30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni zaka ya mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Kwa zaka ni kitu kitakatifu ambacho upaswi kukaa nacho kwenye mfuko wako. Kuna Wakristo anafikiria akitoa zaka ametoa sadaka. Sadaka ya zaka ni deni unadaiwa na Mungu. Sio mali yako, ni mali ya Mungu. Ni sehemu ya Mungu, sio yako wewe hujawahi kumpa Mungu hiyo. Kwa hiyo usije ukafananisha zaka na sadaka. Zaka sio sadaka yako, ni deni unadaiwa, ni sehemu ya Mungu. Kwa kuna Mkristo anafikiria kwamba anapoambiwa toa zaka anasema nimetoa. Kutoa zaka maana kwa lugha nyingine, toa cha Mungu kisikae kwako. Kwa kwenye ishu ya zaka hakuna majadiliano kwamba anajadili hapa nitoe nisitoe. Hapana, ni deni ambalo Mungu mwenyewe aliyekupa anakudai. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati 12:17, usile zaka. Usile zaka. Zaka ipo kiagano. Zaka ipo kiagano. Kwa sharti mojawapo la agano la udhamini, lazima kitakatifu kiondoke kwako. Once umekingangania unakufa. Once umekingangania unagombana na Mungu. Malaki sura ya 3 mstari wa 7 na 8 anasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Neno kuiba ukilitafasiri, uwezo ukaiba kilicho chako, kwa sababu zaka sio yako. Ukiila umeiba. Andika, kuiba uwezo ukajiibia. Kwa kama Mungu anatumia kwamba je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu, na wanadamu alimwambia Mungu, sisi na wewe wapi na wapi? Akamwambia, mmeniibia zaka. Naongea na mtu anayetaka kukaa chini ya agano la udhamini. Chochote unachopata anachokupa Mungu, ndani yake kuna kitu chake. Maadamu umeamua wewe kukaa chini ya udhamini wa Kristo Yesu, usile zaka. Swala la zaka ni la kiagano, ni la kiagano. Agano la udhamini ndani yake lina zaka. Agano la udhamini ndani yake lina zaka. Waebrania sura ya 7, twende. Fungua Biblia yako, Waebrania sura ya 7.
Kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 4 na hadi wa 8. Waebrania 7 mstari wa 4 na wa 8. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyo mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara, yaani zaka. Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahim. Bali yeye ambaye uzao wake haukuhesabiwa kuwa umetoka katika hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala hawakusadiki kabisa kwamba mdogo umbariki mkubwa. Na hapo wanadamu wapatikanao na kufa utwaa sehemu ya 10, bali huyo yeye hashuhudiwaye kwamba yu hai. Tena yaweza kusemwa kwamba kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkisedeki alipokutana naye. Huo ni mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wengi watakuwa naitikia kwa mbali, Bwana asifiwe. Usigombane na Mungu, jifunze uelewe. Kwa hapa Biblia inajaribu kutufundisha kwamba Ibrahimu alitoa zaka kwa ajili ya vizazi vyake vyote, na sisi tunaitwa uzao wa Ibrahimu. Waebrania sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 16. Waebrania sura ya 3 Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14, kwamba Yesu amefanyika laana. Yesu akawa sadaka, akabeba msalaba, ili baraka ya wa Ibrahimu imfikie watu wa mataifa. Kwa sisi ambao tunaamini katika Ibrahimu, ni wajibu wetu kujifungamanisha kiagano. Tunatoa zaka si kwa sababu ya sheria ya Musa. Tunatoa zaka kwa sababu kabla ya sheria ya Musa zaka ilikuwa inatolewa. Ibrahim alitoa zaka, Isaka alitoa zaka, Yakobo alitoa zaka, na sisi tunatoa zaka. Mpe Bwana makofi ya shangwe. Kwa ni lazima kutoa zaka kwa sababu ni sehemu yako ya kiagano. Unapotoa zaka maana yake nini? Unafungamanisha kazi ya mikono yako, unafungamanisha kazi ya kipato chako na Mungu uliyempa zaka. Andika, nikupe maandiko. Unafungamanisha. Uliyempa zaka ndiye mdhamini wako. Uliyempa zaka ndiye mdhamini wako. Zaka zako zilipo ndipo na baraka zako zilipo. Zaka zako zilipo ndipo na ustawi wako ulipo. Zaka zako zilipo ndipo na heshima yako ipo. Luka sura ya 12 mstari wa 34. Anzia 31 mpaka 34. Yesu anasema, kauzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Sheria ya udhamini inataka Mungu anachokupa umpe sehemu yake. Kutoa zaka sio swala la hiari, ni swala la kiagano. Uandike maneno hayo. Kwa usije ukasema mimi sitoi zaka. Sitoi zaka bwana, sitoi zaka bwana, sitoi zaka bwana. Maana yake sitaki agano, sitaki agano, sitaki agano mimi. Sitaki udhamini, sitaki udhamini. Ndio maana yake. Mathayo 23:23. Kitabu cha Mathayo 23:23. Twende Mathayo 23:23. Halafu nikupe faida. Ni somo zuri lakini halitaki urashie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na binzari na jila, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani ya adili, rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa Yesu hapa alikuwa anawakemea Mafarisayo, viongozi wa dini, walikuwa wanatoa zaka lakini ni wanafiki, wanaua manabii, wanatoa zaka. Kwa hiyo akawaambia, kama mnataka kutoa zaka yenye ukubalika, lazima muanze na mambo ya rehema, imani na zaka mtoe. Sasa wengine andiko hili wamelitumia kwamba Yesu alikataza kutoa zaka. Tafsiri potofu. Anasema na hayo msiache. Yapi? Ya kutoa zaka. Kwa wakati mwingine kwenye maredio haya na matelevisheni haya, unasikia mtu anatiririka na kuambia zaka, zaka. Mnawapa wachungaji, wanawaibia. Halafu baada ya hapa anauza mafuta, anauza maji, anauza na uzi, anauza na udongo wa upako. Biblia inasema andiko huwa, andiko huisha. Usipende kusomewa Biblia, soma Biblia. Ndio maana unaona mimi kila point ninayokupa nakupa na andiko. Bishana na maandiko. Kwa kama wewe unaleta mambo ya uzi, tetea uzi wako kwa maandiko. Kwamba Yesu akufa msalabani kwa ajili ya kuondoa laana, mpaka laana iondolewe na uzi mwekundu. Msalaba wa Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu. Kwa leo tunahangaika na watu ambao wana imani. Hizi imani za maji, mafuta, vitambaa zitafika mwisho, wewe subiri tu. Wakati waja itajulikana mbivu na mbichi ni ipi. Kwa wale mlioua maombi mkabugia maji, endeleeni kunywa. Lakini saa yaja mpaka utakapojua Yesu ni maji ya uzima. Kanisa linakufa kwa sababu ya mambo ya kufisha. Azimia moyoni mwako kumtumikia Mungu. Azimia moyoni mwako kumtumikia Mungu. Lile azimio la moyo unalolifanya litaleta faida. Kumtumikia Mungu kunahitaji kuazimia. Bwana, uwe mdhamini wangu nipate mema. Umeazimia nini? Ukikataa kuwa mwaminifu, Mungu anakutapika tu. Malaki sura ya 1 kasome mstari wa 6. Anasema kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Utakachopanda ndicho utakachovuna. Ukiamua kulala, lara utarazwa. Lakini ukiamua kumwabudu Mungu na kumwomba Mungu, niite nami nitakuitikia, atakuitikia. Andika faida za kutoa zaka kiagano. Faida ya kwanza. Faida ya kwanza, Mungu atamkemea yeye alaye miradi yako, yeye alaye kazi zako, Mungu atamkemea. Malaki 3:11. Manake Mungu anasimama kuwa mdhamini kwenye kazi yako ya mikono. Badala ya kupambana na wachawi na waganga, Mungu anakuwa ni mtetezi wako, anapambana nao. Biashara yako haitakufa kwa sababu Mungu anakemea wale warao wanaotaka kula bidhaa yako. Faida ya pili, Bwana atawatapisha waliokula faida yako. Wale wachuma ulete wale wanakutapika. Kitabu cha Ayubu 20:15, amemeza mali naye ataitapika. Alimeza lini? Wakati ulipozubaa. Alimeza lini? Wakati unaitafuta. Alimeza lini? Kabla hujaweka kwenye udhamini. Kwa unapotoa zaka, wale ambao wanameza, unapata mshahara unakaa kwenye mfuko uliotoboka, Mungu anashona hiyo mifuko. Nimewahi kuombea mtu hapa aliyekuwa amemezwa. Walimeza maisha yake. Alikuwa ni mwanafunzi anakwenda shule. Barabarani akaokota shilingi 5. Akanua miogo akara akiwa darasa la 3. Nimekuja kumuombea, ameshamaliza form 4. Baada ile mtoto kuokota ile shilingi 5 akala, akawa mwizi. Ameiba huko kote kote. Siku moja amemkamata huko Mbagara.
Wameshamvisha tairi, mama mmoja ndiye akamuokota pale, akawazuia wale watu. Walikuwa ni kiongozi serikali za mitaa, akamleta hapa. Tunaweka mikono kumuombea namna hii mwizi. Katika vitu alivyotapika, alitapika shilingi 5. Usiniulize ilikaaje ndani ya tumbo miaka yote, na mimi sijui. Mimi nilishangaa, naweka mkono, kitu alichotapika ni shilingi 5. Namuuliza, bwana mdogo, hii shilingi 5 unaijua? Akamwambia niliokota mwaka fulani 95. Kumbe alichokiokota ni jini. Yeye akafikiria ni hela, kanua miogo, kumbe ndo kana muogo, kawa muogo na yeye. Sio kila mwizi ni mwizi. Una wizi mwingine umewekwa kwa mtu kiagano. Baadaye nikamwombea tena, akatapika shilingi 10. Nikamuuliza, yeye akasema niliiba askrimu za mama mmoja, niliiba hela yake ya askrimu. Kumbe mama naye alikuwa anauza askrimu, kumbe anauza askrimu na askrimu na mdhamini wa askrimu. Akamuiba mdhamini akakaa ndani ya tumbo lake. Doga naiba haijawahi kutokea. Tumeyashuhudia haya kwa macho yetu hapa. Kwa leo ninapofundisha ninaelewa. Unaweza ukawa unahangaika, unafanya kazi, unapata pesa, lakini pesa yako inaishia kwenye kura tu. Hata ingekuwa nyingi namna gani, utakuwa unaidonoa. Ukinua uwanja mwisho unauza. Wamekuandikia uje bure, uondoke bure. Leo Mungu akurejeshee baraka yako. Kwa wale waliomeza maisha yako watakutapika tu. Lakini lazima ukubali kuwa chini ya agano la udhamini. Faida ya 3, Bwana atakuondolea mabaya kwenye mzunguko wako wa kazi zako za kiuchumi. Wakati mabaya yanaamuliwa yapate wafanyabiashara ama wafanyakazi, we Mungu atakulinda, atakuwekea ukingo. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 10, Ayubu Mungu alimwekea ukingo. Zaburi 91 mstari wa 10 anasema mabaya hayatakupata wewe. Lakini faida ya 4, Bwana atakuondolea roho ya kufa kwenye mazao yako, kwenye kazi zako za mikono. Hautazuri wa 7 hadi wa 8, Biblia inasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, anayemtumainia Yesu Kristo. Kwa Biblia inasema mtu huyu, haleluya, anayemtegemea Mungu, Bwana kitu atakachokifanya kwake, atamdhamini kwa kumuondolea roho ya mahangaiko. Nasema kwa kumuondolea roho ya mahangaiko. Mwezi wa 2, Bwana anakwenda kuondolea roho ya mahangaiko. Nimemaliza. Lengo la somo ni kukutengeneza wewe ujue. Udanganyifu umeshakuwa mwingi. Kwa leo ambacho mimi nakwenda kuombea leo ni kitu kinaitwa roho ya mahangaiko. Kuna watu hapa mnahangaishwa na mmehangaika sana. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Utaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hatahangaika mwaka wa uchache wa mvua, na tafuta neno hatahangaika. Mtu yoyote ambaye umepitia hali ya struggling, una hali ya mahangaiko kwenye elimu, una hali ya mahangaiko kwenye ndoa, una hali ya mahangaiko kwenye maisha, una hali ya mahangaiko kwenye uchumi, we ni mtu wa kuhangaika, leo ni siku yako ya kutembelewa na Mungu. Na hili mahangaiko yasiwe kwako, lazima uyakatae. Tutakwenda kuomba kwa pamoja, na utaachilia sadaka yako, na mwambia Mungu, sitaki mahangaiko mwaka huu. Kwenye nini? Kwenye hilo linalokuhangaisha. Unamwambia Bwana, nimehangaika, imetosha.
nimetaabika, imetosha, na kataa mahangaiko. Na utaona nguvu ya Mungu itakuwa inatembea isivyo kawaida siku ya leo. Rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, leo nasimama mbele zako, natubia dhambi zangu zote nilizozitenda toka utoto wangu hadi leo hii, ninazokumbuka na nisizokumbuka. Kwa damu yako Yesu, leo naomba unirehemu, 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 unitakase kwa damu yako. Ninakataa maagano ya uovu, maagano ya dhambi, maagano ya kishetani. Leo na yakataa. Kuanzia leo, kila udhamini wa kipepo, wa kijini, wa kimizimu, leo na ukataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila aina ya vifungo vya mahangaiko na vikataa, na vikataa, na vikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, kila mateso walionibebesha kwenye ukoo, kwenye mitaa, roho ya mahangaiko leo na ikataa. Roho ya mahangaiko leo na ikataa. Roho ya mahangaiko leo na ikataa. Roho ya mahangaiko kwenye maisha, kwenye uchumi, leo na ikataa. 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 Roho ya mahangaiko leo na ikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho ya mahangaiko leo na ikataa. Inua mikono yako juu kwa dakika, niombe kwanza. Baba, watu hawa wewe ndio uliyewaita, ukawachagua, ukawafanya kuwa wako, na leo wamesimama, wamekataa mahangaiko. Hawatahangaika tena, hautahangaika tena, hautahangaika tena. Sema: Yesu, leo hii nasimama tena na kusii unifungulie njia. Makofi ya shangwe na vigeregere.